Na mtazamaji, napokea kijiti kutoka kwake Eden Bahati kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe na tuanze kwa habari za michezo kitaifa. Timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 17 Serengeti Girls kesho Jumapili Mei 31 itakuwa na kibarua kigumu cha kusaka tiketi ya kufuzu kombe la dunia la wanawake under 17 itakapovaana na Afrika Kusini katika mchezo wa marudiano utakaochezwa saa 10 kamili jioni kwenye uwanja wa Lucas Mariope. Na Serengeti Girls wameingia katika mchezo huo wakihitaji kufuta deni la mabao 2-0 waliochapwa nyumbani kwenye mchezo wa kwanza ili kujiweka katika nafasi ya kusonga mbele. Akizungumza kuelekea pambano hilo, balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini James Bwana amewahamasisha Watanzania wanaoishi Afrika Kusini kujitokeza kwa wingi uwanjani kuishangilia timu hiyo, huku akiwaomba Watanzania waliopo nyumbani kuendelea kuiombea Serengeti Girls ili iweze kupata matokeo mazuri na kutimiza ndoto ya kufuzu hatua inayofuata ya michuano hiyo muhimu. Kwingineko, mwenyekiti wa kamati ya ndani inayoratibu na kusimamia maandalizi ya mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika AFCON 2027 Leo Digatenga amewataka wajumbe wa kamati hiyo kushiriki kamilifu na kutimiza majukumu yao kwa weledi ili kuhakikisha Tanzania inaandaa kwa mafanikio makubwa michuano hiyo ya kihistoria. Akizungumza katika kikao cha kwanza cha kamati jijini Dar es Salaam, Tenga alisema ushirikiano na uwajibikaji wa kila mjumbe ni muhimu katika kufanikisha mashindano ya AFCON 2027 yatakayofanyika kuanzia Juni 19 hadi Julai 17 mwaka 2027. Katika kikao hicho, kamati ndogo 13 zimeundwa kwa mujibu wa mwongozo wa CAF ili kusimamia maeneo muhimu ikiwemo miundombinu, usalama, masoko, tehama, usafiri, malazi na huduma kwa mashabiki, hatua inayodhihirisha dhamira ya Tanzania kuandaa mashindano ya kiwango cha juu barani Afrika. Katika kuendeleza hamasa za michezo na mazoezi kwa jamii, benki ya CRDB imekabidhi jezi 500 pamoja na mipira 5 kwa Polisi Jamii Jogging Club, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono afya, mshikamano na maendeleo kupitia michezo. Kutoka Arusha, mwanamichezo wetu Jamira Omar anaripoti. Msaada huu umekabidhiwa na meneja wa kanda ya kaskazini wa CRDB Bank Cosmas Sadat kwa mlezi wa klabu hiyo ambaye pia ni mkuu wa polisi wilaya ya Arusha Georgina Matagi, katika hafla iliyofanyika kwenye viwanja vya polisi wilaya ya Arusha na kuhudhuriwa na askari pamoja na wananchi mbalimbali. Sadat amesema CRDB inaamini michezo na mazoezi ni nyenzo muhimu katika kuimarisha afya, kujenga mshikamano wa jamii pamoja na kuendeleza mahusiano mazuri kati ya wananchi na jeshi la polisi. Michezo ni furaha, lakini kwetu sisi CRDB tunakwenda mbali, tunasema michezo ni biashara. Kupitia Jogging Club ya Polisi Jamii Arusha tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana katika kutoa elimu ya fedha, katika kuhakikisha kwamba tuna support vikundi mbalimbali na mtu mmoja mmoja aweze kunyanyuka, asishie furaha ya kukimbia tu Jogging Club. Tunaangalia pia kusaidiana kuweza kunyanyuana kiuchumi. Uongozi wa jeshi la polisi akiwemo mkuu wa polisi jamii mkoa wa Arusha ACP Salvas Makweli na OCD wa wilaya ya Arusha Georgina Matagi wameishukuru benki ya CRDB kwa msaada huo. Katika huu na udhamini usiishie tu hapa. Kuna mambo mengi ya kufanya. Kwa mfano jana nilishiwa watu wa Boxing Club na nyewe wako hapa Arusha. Tumeongea pale kidogo, umekubali kusema kwamba na nyewe utaliangalia uone namna gani ya kuwezekana kutudhamini katika hiyo klabu. Wananchi wote wa Arusha, wa Tanzania wazalendo, wapenda amani, ambao tunapinga ukatili, tunapinga uhalifu wa aina zote. Na mpango wa kuandaa Jumamosi moja
tualike jogging club zote za Arusha zilizopo wakimbie pamoja na sisi, waone kile ambacho tunakifanya. Kutoka Arusha ni mwana michezo wako Jamila Omar. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Arusha. Wizara ya Uchukuzi imeziomba taasisi zote zilizopo chini ya wizara hiyo kuhakikisha zinaimarisha michezo ili kuepuka na kupunguza magonjwa yasiyo ya kuambukizwa ambayo kwa sasa yamekuwa tishio kwa Watanzania. Wito huo umetolewa na Banaga Katabazi aliyemwakilisha katibu mkuu wa wizara hiyo kama mgeni rasmi katika bonanza la wafanyakazi wa chuo cha bahari Dar es Salaam DMI katika viwanja vya bandari na kufanya mazoezi na kucheza michezo mbalimbali, huku mkuu wa chuo Profesa Tumaini Gurumo akieleza sababu na faida za kuandaa bonanza hilo. Kuziomba taasisi zetu zote na taasisi 14 chini ya Wizara ya Kilimo ya Uchukuzi zizingatie maelekezo ya Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi, na wanataka wazilee timu zote za wafanyakazi. Michezo naitazama kama ni kitu cha lazima katika maisha yetu. Inaburudisha mwili lakini na akili pia. Kwa hiyo ni kitu cha msingi na cha muhimu, kinatusogeza pia karibu kama jumuiya ya DMI. Sisi kama wataalamu wa afya tunashukuru taasisi ya DMI kwa kuanzisha hii bonanza, na ningependa taasisi nyingi ziweze kujiinvolve kwenye hili ili kuwasaidia. Unapofanya mazoezi unatunza afya yako na kuweza kujiepusha na magonjwa ambayo yanaepukika. Hizo hii ina faida nyingi sana. Cha kwanza ni kuimarisha afya, lakini pia inaongeza ushirikiano baina ya wafanyakazi. Maana leo hii tumeacha nafasi zetu, vyoo vyetu vya huko ofisini, tuko pamoja, tumejumuika kwenye michezo, lakini pia inaleta furaha baina yetu. Kwa hiyo mimi naendelee kuhimiza kwamba jambo hili liendelee kwetu DMI, lakini pia kwenye taasisi zingine. Tumekimbia mbio mbalimbali, tumecheza michezo mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kujipima na kujua uwezo wako wa kiafya ukoje. Kuna mwingine hataweza kukimbia hizo mita 100, mwingine ataishia mita 50. Kwa hiyo inapata kukusaidia wewe kujua uko katika afya kiasi gani. Kwingineko, msimu wa 6 wa shindano la mkali wa jiko mwaka 2026 linatarajiwa kufanyika tarehe 20 mwezi Juni mwaka huu, ambapo washindi wa shindano hilo mbali na kujishindia zawadi ya fedha shilingi milioni 5, pia atapata nafasi ya kusomea fani ya upishi katika Chuo cha Taifa cha Utalii ili kuongeza fursa kuelekea mashindano ya AFCON 2026. Wakati wa kutangazwa kwa msimu wa 6 wa shindano hilo, mratibu Zainab Isa ameeleza namna ambavyo shindano hilo litakavyotoa fursa kwa vijana wa Kitanzania na kujisanua kiuchumi kupitia fani ya upishi, hususan kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Kuu la mashindano haya basi ni pamoja na kukuza vipaji, lakini pia kuwapa fursa wapishi wote ambao wana lengo la kutaka kuendelea kimapishi, na kupitia programu hii basi utapata burudani, mafunzo, lakini pia fursa kwa wale wote ambao wangependa kushiriki mwaka huu. Furahi sana kwa fursa hii ya kuwa washiriki ama host katika mkali wa jiko. Kwa wale ambao watakuwa hawajabahatika wa kwanza, watakuwa wamepata fursa ya kupata exposure ya kujua ni wapi wanaweza kujifunza. Naam, taarifa hiyo naweka utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tuangaze kwa upande wa habari za burudani, ambapo kutoka mtandaoni huko nchini India joto limefikia hatua ya kushangaza, ambapo wakazi wa baadhi ya vijiji wanalazimika kushuka hadi mita 45 ndani ya visima kutafuta maji. Katika kijiji cha Moti Parsan, zaidi ya watu 1200 wanategemea visima 8 pekee kwa mahitaji ya maji ya kila siku. Hata hivyo, kila msimu wa kiangazi unapowadia, visima hivyo hukauka na kuacha wakazi wakipambana na uhaba mkubwa wa maji. Picha na video zinazosambaa kwenye mitandao zinaonyesha kwamba wananchi
wakiteremka ndani ya visima virefu kwa kutumia kamba na ngazi, wakihatarisha maisha yao ili kupata maji ya matumizi ya nyumbani. Hali hii imezua mjadala mkubwa kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi na changamoto ya upatikanaji wa maji katika maeneo mengi huko nchini India. Na ndio maana tunaambiwa kwamba maji ni uhai. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe.